ambao tunaamini kabisa kwa pale ni mjini kabisa, watu watakuja kukodi, na tuna milango ambayo tayari tumeshajenga, ipo kama 6 hivi. Katika kutekeleza maono ya kuwa na kanisa la Kilutheri linalokuwa na kujitegemea na kumhubiri Kristo kwa ujasiri wote, Askofu Daktari Blaston Gavile amesema ni lazima kwa kanisa kuwekeza kimkakati, akitolea mfano wa kitega uchumi kitakachojengwa Lutheran Center. Na tunajenga sisi wenyewe. Na kwa sababu tunajenga sisi wenyewe, hatukatai msaada wowote ule. Sawa pendwa? Hatukatai msaada wowote ule. Ila watukute tunafanya nini? Tulikuwa tunajenga shule letu kule Huruma Center, ile ya English medium school iko kule Huruma Center kwa Don Bosco. Tukasema tunajenga kwa harambee, tukafanya harambee mara mbili au mara 3. Na madarasa yapo na watoto wanasoma, na tunaleta chombo cha usafiri, watoto wanaendelea. Sasa tunajenga gorofa pale. Sasa tulipomwonyesha mtu mmoja akasema, naomba hii jengo hili nitatoa mimi hela sasa niendelee kujenga lote. Hiyo ndio tunataka, yaani tufanye, halafu uweze kaomba lift huko kitandani. Naomba lift, tuko barabara unatembea, ndipo nasimamisha gari uombe nini? Lift. Baada sisi tumepata lift, anatujengea majengo yote. Unaona huyo mkuu. Na hata hospitali yetu ile tulianza mochwari. Mwaka juzi nienda kufanya harambee tukapata milioni 100. Baada hapo sasa tukaizeka. Baadaye tukashindwa kwa sababu mambo ni mengi. Ametokea mtu akasema chukueni hela hiyo, karibu milioni 100, wametupatia tumalize ile mochwari. Ndio tunataka hiyo. Msibweteke tu. Hata ninyi anzeni kujenga kanisa, msibweteke tu hivi. Mungu atakuja kuwasaidia kwa haya na wasaidia hivi. Ila usiweke kwamba watanisaidia. Uone nitafanya, alafu anayekuja kukusaidia afanye nini? Akusaidie tu. Ukimtegemea sana ndugu, utakufa maskini. Nao baadhi ya viongozi wa usharika wa Ihominyi wamekuwa na haya ya kusema. Kwa jina naitwa Mchungaji Albastino Mbembe, kiongozi wa usharika wa Ihominyi. Hapa stesheni nipo leo katika ibada. Baba yetu Askofu Daktari Blaston Gavile amezungumzia kuhusu juu ya uwekezaji wa kanisa kwa kiwango kikubwa ili iweze kujitegemea, na amezungumzia kuhusu tarehe 1 mwezi wa 5 kwamba kutakuwa kuna harambee ya kwanza kubwa ili kanisa liweze kujitegemea. Kwa hiyo katika uwekezaji huu, hebu tujitokeze kabisa sisi wote, kwa sababu pale eneo la Lutheran Center ndipo papo pengine tutajengwa gorofa kubwa ambalo Baba Askofu alizungumzia katika maono haya. Mimi nawaomba ndugu zangu wote washarika na wadau wengine wote, hebu tujitokeze ili tuweze kuchangia kwenye uwekezaji mkubwa huu kwa ajili ya kanisa kujitegemea. Amen. Kwa majina naitwa Ezekiel Kitaponda, mwinjilisti. Kwa siku ya leo mimi nimepokea ujumbe kutoka kwa Baba Askofu, na ujumbe huu kwa kweli umenigusa sana, hasa kwenye eneo hili la uchumi wa mtu mmoja, familia na hata kanisa kwa ujumla. Mimi nibariki sana, na kwa kweli jambo hili nadhani litakuwa ni kipaumbele katika maisha na katika eneo letu kwenye uchumi hasa zaidi. Mimi naitwa Asna Kichaula, ni katibu wa miradi na majengo katika usharika wa Ihominyi. Tunayo furaha kwa kulipokea agizo la Baba Askofu la kuwa haya na tuondoke tukajenge. Kwa hiyo katika usharika wetu na mtaa wetu tuna ujenzi wa kanisa ambao unaendelea kwa sasa, na hilo agizo tumelipokea kwa nguvu na tutalitendea kazi, lakini tunategemea michango kutoka kwa wadau na washarika na watu wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu mtakaposikia tangazo hili la ujenzi. Tunaomba tushirikiane pamoja kama lilivyosema neno katika Nehemia. Haya na tuondoke tukajenge kwa pamoja. Amen. Nikiripoti kutoka usharika wa Ihominyi, mimi ni Meshack Longo, Furaha FM Media.